Jana nilikuwa Tabora mjini. Nimelisema na naomba nilirudie hapa. Na hili nalisema mkoa mzima. Wagombea wetu wa udiwani, wagombea wetu wa ubunge, hawa ni wawakilishi wa wananchi. Hawa ni wawakilishi wa wananchi. Sasa mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa sipendezwi. Na kwenye hili umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, mnielewe, mmepewa kazi ya kulinda Chama cha Mapinduzi na kulinda viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hili jambo lisitafsirike vinginevyo. Mimi hapa ni mwenyekiti wa chama wa mkoa. Mimi ni kiongozi niliyechaguliwa na wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao nyinyi mliwatuma. Na mwenyekiti wa wilaya hivyo hivyo. Hawa wagombea wetu wa udiwani, mgombea wa ubunge, hawa kwa namna yoyote ni wawakilishi wa watu, wawakilishi wa wananchi. Sasa imezuka tabia ambayo naiona mimi sio tabia nzuri kwa chama chetu. Mgombea wa udiwani unakuta anatembea kazungukwa na walinzi 6, 7, 8 vijana. Mgombea wa ubunge ndio karibu hata 12 wanamlinda. Yaani hata uwezo wa watu wengine wa kawaida kumkaribia mgombea wa ubunge, hata kumsalimia hakuna. Hii ni tabia ya kishamba kabisa, na mimi sitaki kuiona. Hawa ni wawakilishi wa wananchi. Tunataka watu wawakaribie, wazungumze nao. Hivi mbunge au diwani wakati wa kura za maoni, wapilika na nini, mbona hamkuwa mnamlinda? Leo ameteuliwa tu ulinzi shirikishi. Nani ambaye mmemsikia anajipanga kwenda kumdhuru? Nani? Sasa mnakuwa na ulinzi. Hawa sio viongozi wa serikali hao. Hawa ni wawakilishi wa watu. Hawa wanahitaji maisha yao yawe maisha ya watu. Na nimesema tena, nataka nirudie. Kwenye uongozi ambao tunao sasa hivi wa mkoa wa Tabora, kila aliyegombea udiwani, aliyegombea ubunge, lazima, na ili tutahakikisha jambo hili linafanyika, lazima aje afanye kazi kwenye maisha yake ya miaka 5. Afanye kazi kwenye mambo makubwa mawili. Kwanza, awe karibu na chama chake katika maisha yake yote, na hilo mjipange. Lakini la pili, lazima awe karibu na wananchi wake. Sasa mambo mengine yanapunguzia hata kura. Sasa kama mtu wewe unagombea leo hii, watu huko hata mtaani wakitaka kukukaribia hata kukusalimia, walinzi wamekuzunguka, hizi kura zenyewe tutazipataje? Kwa hiyo umoja wa vijana kwenye hili jambo, jipangeni vizuri. Mbona mimi silindwi? Mimi mwenyekiti wa mkoa. Mbona mwenyekiti wa wilaya halindwi? Alafu sisi tunaishi tu huko tunakokaa, mbona hatulindwi usiku? Sasa ukija kwenye mkutano ndio ulinzi mpaka basi. Na mimi nimemwambia, mimi bwana mwenyekiti nimeshasema, hata kama nasafiri mlango nitajifungulia mwenyewe. Hii tabia ya kishamba, ukisimama mpaka aje mtu akufungulie mlango. Mimi naendesha gari mwenyewe wakati mwingine. Mbona nikiendesha gari mwenyewe nafungua mlango na kufunga mwenyewe. Na tujue yako maisha baada ya uongozi. Tusijipandishe wewe kwa sababu unataka kuwa kiongozi, unajipandisha unakuwa juu. Yako maisha baada ya uongozi. Utapanda hapo, baadaye utarudi kwenye utaratibu wa kawaida. Sasa usipokuwa umezoea kuishi maisha ya kawaida, utapata tabu sana. Utakuwa unaona kila mmoja adui. Huwezi kusalimiana naye maana ulizoea maisha ya juu. Tuishi maisha ya kawaida. Tuishi maisha ya kawaida, ya kizalendo, ya kawaida. CCM oyee.